Ndugu zangu, changamoto zinazobidi kufanyiwa kazi zaidi. Hizi changamoto zilikuwa za mwaka ule ambao tulizungumza, tumezifanyia kazi, lakini bado kuna changamoto zinahitaji kufanyiwa kazi zaidi. Sasa niseme, pamoja na mafanikio ya utekelezaji wote ule kupitia ziara zangu mikoani na mrejesho naopata kutoka kwa wananchi kwa kutumia njia mbalimbali, bado zipo changamoto ambazo Mungu akitupa uhai inafaa tushirikiane kuzifanyia kazi kwa juhudi zaidi. Kwa hapa nitagusia changamoto 3 kubwa. Ya kwanza, umakini zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato na matumizi. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali naingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na wataka muwe macho kwenye hili, muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mifumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuwepo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, le jicho lako la huruma hapa hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko wanakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie Mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini. Hukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe, wao ambao umewasamehe na wewe uliyesamehe. Ndugu zangu, niwapongeze halmashauri, kwa kweli mnapaswa kupongezwa kwa kuongeza ukusanyaji wa mapato, lakini muono wangu ni kwamba mnaweza mkafanya vizuri zaidi ya hapa mlipofika. Kama kuna fedha bado hazikusanyi, zinakusanywa kwa risiti feki, zinakusanywa kwa mifumo ya pembeni, mkiziba huko na mengineyo, mnaweza mkakusanya vizuri zaidi. Kwa nendeni kajipangeni, tukusanye vizuri zaidi. Aidha, udhibiti wa udokozi wa matumizi mabaya nao umeendelea kupungua. Hongereni, sio kuondoka bali kupungua, unaendelea kupungua. Kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alizokuja kunipa juzi hapa, ameona hakuna matokeo ya kutoa hati mbaya kwa serikali za mitaa, lakini bado ameona kuna vijikasoro ambapo mtavisikia kesho kutwa atakapokuja kuwasilisha taarifa yake. Kwa niseme bado tumefanya vizuri, hongereni sana, lakini bado tuongeze juhudi ya kufanya vizuri zaidi.